kutoa taarifa yetu ya utendaji kazi kwa kipindi cha robo ya tatu kuanzia Januari hadi Machi 2024-2025. Katika kipindi husika, TAKUKURU mkoa wa Shinyanga, yaani kuanzia Januari hadi Machi 2024-2025, imefanikiwa kuzuia au kudhibiti mali za umma baada ya kufanikisha kudhibiti kiasi cha shilingi milioni 92,160,000 ambazo zilikuwa zimefujwa na viongozi wa chama cha msingi Ibambala, halmashauri ya wilaya Ushetu. Malipo haya yalikuwa ni sehemu ya fidia kwa wakulima waliopata hasara kutokana na mafuriko yaliyoharibu uzalishaji wa zao la tumbaku katika msimu wa kilimo wa 2023-2024. Ufuatiliaji ulibaini kuwa fedha hizo hazikugawanywa kwa wakulima na badala yake viongozi wa chama hicho ambao ni katibu meneja Bwana Charles Alex Chiengo na mwenyekiti wa chama hicho Bwana Faida Paulo Deda walifanya ubadhirifu wa fedha hizo. Ilibainika kuwa ni kiasi cha shilingi bilioni 11.6 tu ndicho kilichogaiwa kwa wakulima 152 pekee na kiasi cha shilingi milioni 151.5 kiliweza kuangukia mikononi mwa watu 4 tu ambao ni mwenyekiti wa chama hicho Faida Paul Deda aliyejilipa shilingi milioni 53.5, katibu meneja wa chama hicho Bwana Charles Alex Chiengo aliyejilipa jumla ya shilingi milioni 58.3, mke wa katibu meneja Bi Lucy Masanja Didadita aliyejilipa shilingi milioni 34,580,000 na mtoto wa katibu meneja Bwana Charles Masanja ambaye alilipwa jumla ya shilingi milioni 5,583,519. Watu hawa ambao nao ni wanachama wamelipwa fedha hizo zisizo halali kwa kuhamishiwa kwenye akaunti zao binafsi, jambo ambalo ni kinyume na taratibu na maadili ya uongozi wa vyama vya ushirika. TAKUKURU umechukua hatua za kudhibiti fedha hizi ambapo hadi sasa kiasi cha shilingi milioni 92.16 kimedhibitiwa. Katika eneo la uzuiaji rushwa, katika kipindi husika, jumla ya miradi 9 yenye thamani ya shilingi bilioni 2 ilifuatiliwa na ushauri ulitolewa kurekebisha mapungufu yaliyobainika. Katika eneo la uelimishaji umma, tumefanikiwa kuimarisha klabu za wapinga rushwa 61, mikutano ya hadhara 30, semina 9, vipindi vya redio 5 na maonyesho 3. Na katika wiki ya sheria tuliweza kuelimisha watu zaidi ya 325 kupitia maonyesho yaliyofanyika katika mabanda ya TAKUKURU wilayani na hapa mkoani. Programu ya TAKUKURU Rafiki nayo ilifanyika katika kipindi husika na tulifanya vikao vya udhibiti wa kero katika kata 14. Idadi ya kero zilizopokelewa ni 55 na idadi ya kero zilizotatuliwa ni 36. Katika eneo la uchunguzi kwa kipindi husika tumepokea malalamiko 52 yaliyohusu vitendo vya rushwa ni 20 na yasiyohusu rushwa yalikuwa 32. Kesi zinazoendelea mahakamani kwa kipindi hiki ni 13 na kesi mpya 5 zilifunguliwa, na katika kesi hizo tumeweza kumaliza kesi 2 mahakamani na kesi zote jamhuri ilipata ushindi. Kwa kumalizia niseme sasa hivi tunaingia kwenye kipindi
kipindi cha mchakato wa uchaguzi. Kwa hiyo TAKUKURU inatoa wito kwa wananchi wote pale ambapo wanaona au wanasikia vitendo vya rushwa vinafanyika katika huu mchakato wa kuingia kwenye uchaguzi mkuu, basi TAKUKURU tunatoa rai kwa wananchi wote kuweza kutoa taarifa kwenye ofisi zetu za wilaya na ofisi za mikoa. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.